Tuangazie sehemu yetu ya kazi ni kazi. Kwa Philip Omulama, vifaa vya kielektroniki vilivyoharibika si takataka, ila ni mbinu ya kupata mtaji na kujiendeleza kimaisha. Kupitia juhudi za miaka mingi za kung'amua ujuzi wa mifumo tata ya simu za rununu na tarakilishi, Omulama amejijengea mbinu endelevu ya kupata riziki kupitia ukarabati wa vifaa ambavyo wengine huvipuuza kama takataka, lakini mchango wake unavuka mipaka ya karakana yake, ambapo amebadilisha eneo lake la kazi kuwa chuo cha kipekee cha kuwafunza na kuwashauri vijana. Fredrick Muoki anamwangazia Omulama kwenye makala ya Kazi ni Kazi. Hujambo, natumai ubori wa afya na karibu katika makala ya juma hili. Wasema kwamba mikono ya stadi hailii njaa. Hiyo ni kauli ambayo imempa hamasa mwanaume wa makamu ambaye amejitosa katika kazi ya fundi wa simu na tarakilishi katika makani ya Nairobi. Nitakuwa nasemezana naye atueleze safari yake imekuwa vipi, changamoto ambazo amekumbana nazo na kauli yake kwa vijana pale nje ni gani. Karibu. Jina yangu naitwa Philip Onguko Omulama Alex, na hii ni IQ Mentorship and Empowerment Training Center, kwa kifupi IMET. Sasa safari ya IMET ni ndefu kidogo, lakini nitajaribu nifupishe. Safari ya IMET tulianza mnamo mwaka wa 2023. Sasa tumekuwa tukirekebisha simu kwa muda, na haswa mimi kivyangu nimekuwa nikirekebisha simu kwa muda. Sasa katika hiyo harakati ama katika hiyo safari niligundua vijana wengi wako na tamaa ya kujua kazi hii, na kwa kuwa na tamaa ya kujua kazi hii, wengine wao walikuwa wanaingilia tu bila mwelekeo. Wengi wetu huko mwanzoni tulipoanza kufanya kazi ya kutengeneza simu hatukuwa na mwelekeo pia sisi, naweza sema hivyo. Tulipata tu wale wa kutufunza ile namna ya kienyeji. Lakini kwa kisasa tukisema kileo unapata kuna namna ama kuna mfumo wa kusaidia vijana ama wa kusaidia wale wanaotaka kufanya kazi hii waweze kufuatilia na waifanye kwa heshima ile inastahili. Sasa kile kilichonipelekea mimi kuleta IMET vile nimesema ni IQ Mentorship and Empowerment Training Center, ni ile kufanya empowerment kwa vijana ili hususan wale ambao hawana shughuli ama wale ambao wanaona kidogo maisha imewasukuma. Lakini pia hatuizuili wale wenye wako na shughuli zingine za kufanya pia. Kuna wale wanafanya pia kwa raha zao. Sasa tumefanya kufundisha vijana, na nimesema tunataka kufundisha vijana wengine pia, na tumekuwa na vijana ambao tumewafundisha tayari na wanajua kazi. Sasa nilitaka tu tutoe ile wasiwasi ya mtu ataingia kazi hii na hana mwelekeo, hajui ataanzia wapi ama atajua atafanya nini. Sasa wasianze kuharibu simu za watu, wasianze kuharibu laptops za watu. Kama ni simu na laptop wanataka kurekebisha, waweze kutengeneza kama wale wameendea shule, na shule ambayo imehakikishwa ina uhakiki kuwa inapeana mafunzo yaliyopitishwa ama yaliyo bora. Sasa tarakilishi na simu nilipenda kutengeza kwa sababu ya interest. Naweza sema nilikuwa na interest hapo mwanzoni. Nikiwa kijana tu, sasa unajua vulana ile unataka kujua ni nini kinaendelea kwa radio, ni nini kinaendelea kwa TV. Changamoto ni nyingi. Mwanzo hapo mwanzoni ile nilisema, nilikuwa naambia mtu hapo mwanzoni hatukuwa na blueprint, tukuwa na namna ya vitu vya kufuatilia. Sasa zilikuwa tunafanya ile tunaitwa guesswork. Hauko unajua kabisa ni nini inafaa ufanye. Kwa nategemea tu yale masomo ambayo tulipata katika chuo kikuu. Tunakuwa na changamoto na wateja, uaminifu wa wateja pia ulikuwa huko chini, kwa sababu na si kwa ubaya, mafundi mara mingi kitambo walikuwa wanaaminika kuwa wakora tu. Sasa sisi tunataka kubadilisha sura hiyo ya imani aina hiyo, na tunasema ni imani potovu, kwa sababu tuko mafundi wazuri. Asikufe moyo, wasikose shughuli za kufanya. Wanakaribishwa sana kujifunza shughuli kama hizi. Wasikufe moyo. Yaani wasikufe moyo tu, yani shughuli zipo. Mimi nasema watu wasiseme hakuna kazi. Kazi zipo. Kazi zipo, na kazi inategemea, mara mingi kazi ni shida ya mtu mwingine ndio kazi yako. Kauli ambayo nitakuacha nayo kwenye makala ya juma hili ni kwamba ukumbatie ujuzi wote ambao ulionao, angalau uweza kujipatia riziki yako ya kila siku. Ni hayo tu kwa sasa, hadi makala yajayo.